tunakupa sifa Baba, tunakutangaza wewe ni mwema, tunatangaza wewe ni mfalme, tunatangaza wewe ni mtakatifu. Tunalipokea neno lako asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini katika jina la Yesu. Amen. Amen. Unaweza kupata nafasi ya kuketi. Katika jina la Yesu tunamshukuru Mungu kwa kutupatia wewe tena siku nyingine tena. Tunamshukuru Mungu sana kwa kutuwezesha tunapomalizia mwezi wa 4, tunapoingia mwezi wa 5. Hakika Mungu ni mwema, natumai kila mmoja unaweza ukasema hakika Mungu ni mwema kabisa katika maisha yako. Tunamshukuru Mungu kabisa kwa umbali wote ambao anatuleta. Si kawaida, bali imegharimu mkono wa Bwana kutuwezesha na kutuonekania katika jina la Yesu. Kwa hivyo nataka tuende tukapokee neno la Mungu. Tumekuwa tukibarikiwa na vijana wetu ambao Mungu amewabariki na pia wanaendelea kuwatengeneza. Na njia moja pia ya kuwatengeneza ni kuwapa nafasi na kuwasikiliza ili ukaweze kuwasaidia wafike mahali. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu awabariki na Mungu awatende mema. Tunapomleta Apostle Tobias anapoendelea kutoka hapo katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Nashukuru Mungu kwa sababu ya asubuhi ya leo. Namtukuza Mungu kwa ajili ya yeye kutupatia asubuhi nyingine katika jina la Yesu. Pia namshukuru Baba yako wa kiroho kwa kunipatia nafasi hiyo kusimama mbele yenu wiki nzima katika jina la Yesu. Pia nakushukuru kwa kuweza kuweza kumsikiza kijana mdogo katika jina la Yesu. Mungu atukuze kwa ajili ya hiyo. Wiki hii tumekuwa tukijifunza kuhusu mwenye nguvu. Yesu Kristo akasema katika Mathayo 12:29, hauwezi ingia kwa nyumba ya mwenye nguvu ukauteka mali yake pasipo kumfunga kwanza. Na tulianza na understanding the strong man. Maana kila familia ina mwenye nguvu ambaye anatawala. Mwenye nguvu anatawala maeneo, anatawala kazi, anatawala biashara, anatawala watu. Alafu tukasoma katika kitabu cha Mathayo 11:21 na 22 ya kuwa mwenye nguvu aliye na silaha yeye analinda mali yake iko salama. Lakini ikiwa mwenye nguvu zaidi ya yule mwenye nguvu akimshinda, ndipo atakapoteka mali yake na atachukua vyote ambavyo kunavyo. Jana tulijifunza kuhusu operation of the strong man, na tukaona kuwa huyu mwenye nguvu ana operate kupitia curses. Mwenye nguvu ana operate kupitia laana, na tukajifunza kuwa there are 2 types of curses. Kuna written curses na kuna spoken curses. Na written curses tulisoma jana katika jina la Yesu. Tulisoma jana katika Jeremiah 22:29-30 ambao Biblia inasema, nchi lisikilize neno la Bwana. Andika huyu mtu ya kwamba yeye hatakuwa na uzazi, he will be childless. Andika huyu mtu ya kwamba hatafanikiwa kwa siku zake, na pia kizazi chake hakitafanikiwa. So huyu jamaa Jeremiah ambao aandike written curses. So these are written curses for generation ya mpendwa. Lakini atukuze Mungu kwa sababu ya Wakolosai 2:14 ambao maandiko yasema kwamba Yesu Kristo aliyafutilia laana zote za kuandikwa na akatupatia uhuru. He blotted out handwritings of ordinances that were against us, which was contrary to us. Took it to the cross, nailing it on the cross, na akatupatia freedom katika jina la Yesu. Pia tukajifunza kuhusu spoken curses. Tukaona kuwa katika kitabu cha Genesis 37:39-40, Message Bible inasema, and that Isaac said to Esau, you live far from the earth's bounty, remotely from the heavens deep. You will live by your sword hand to mouth. Aliambiwa kuwa kazi yake
itakuwa ya hand to mouth. Hand to mouth inamaanisha kazi unayoifanya ama mapato ambayo unapata, hautapata zaidi ya kuweka, hautapata zaidi ya kusave, zaidi ya kufanyia projects. Itakuwa hand to mouth. Ushaisikia mtu akisema ati nimeenda kazi kutafuta unga, ile inamaanisha hand to mouth. Pesa unapata itakuwa tu ya kukula, there is no investment utafanya. So anaambiwa there is no investment utafanya, it will be hand to mouth. Baada tukasoma pia also in Ezekiel 21:27 ambayo inasema I will overturn and it shall be no more until he comes whose right it is I give unto him. Ya kwamba Mungu anasema atayapindua kila laana ya kunenwa. He's gonna overturn katika jina la Yesu. Leo nataka tukaweze ingia the second part tunapomalizia mafundisho hii ya siku ya leo, maana today is a Friday, tunamalizia leo katika jina la Yesu. Tulisema tuko bado chini ya operation of the strong man, na leo nataka tuweze kujifunza kuhusu patterns. Maana the strong man anapitia patterns kuweza kufikiria familia, kuweza kugandamiza familia, kuweza kusababisha familia waishi katika maisha isiyokuwa sawa, maisha ya kuzunguka mahali pamoja. Ya kweli mtendekea babu, kamtendekea baba, imemtendekea mwana, na inaendelea ikitendekea wajukuu. So leo tunajifunza kuhusu patterns. Na tunasema kwamba patterns are repetitive cycles. Ni hali ya kujirudia. So patterns ni ile hali ya kujirudia. So they are repetitive cycles that occurs or happens simultaneously in a family in certain stages, seasons and times of the year. So ni hali ambayo inajirudia katika familia, inajirudia katika ukoo, inajirudia ambao Biblia inasema ina happen simultaneously. Simultaneously inamaanisha vile ilimtendekea baba ndivyo ilimtendekea mwana, ndivyo ilimtendekea mtoto. Nikakwambia kwamba in the family tulijifunza kuhusu familia ya Ibrahimu, mtu ambao alikuwa familia ambayo ilikuwa inatembea na Mungu, familia ambao Mungu alikuwa anaongea na wao si kupitia manabii au wachungaji moja kwa moja. Na maandiko yasema ya kwamba katika familia ya Ibrahimu tulijifunza katika familia ya Ibrahimu in Genesis 12:14-20 ya kwamba Sara, hii familia walikuwa na pattern ya kuoa wanawake warembo. Alafu pia walikuwa na pattern ambayo inaitwa deception. Deception kwa layman's language tunaweza sema ni kuamini kitu au kufanya mtu amini kitu ambacho si cha kweli. Making someone believe something that is untrue ni deception. So Abraham in Genesis 14:20 akamwambia Abimeleki ya kwamba Sara ni dada yake, na Abimeleki akaamini. So this family had the pattern of deception. And the same thing happened to Isaac in Genesis 26:6-11. Isaac akaoa Rebeka alikuwa mrembo. Biblia inasema Isaac akamdanganya pia Abimeleki mfalme wa Gerari ya kuwa Rebeka ni dada yake. Do you see this pattern is happening simultaneously? Vile ilimfanyikia Ibrahimu ndivyo ilimfanyikia Isaka. Genesis chapter 29:17. Naye Yakobo the third generation akamuoa Raheli ambao ni mrembo. Maandiko yasema ni mzuri kwa uso. Na pia Yakobo akadanganywa na Labani wakati wa ndoa, wakati wa harusi. Walifanya harusi usiku, wakaletewa Lea. So hii familia ilikuwa na pattern ya deception. Kumbuka inafikia the fourth generation. Mungu alimnenea Ibrahimu, Mungu alimnenea Isaka, Mungu alimnenea Yakobo, Mungu alimnenea Yusufu. Na pia Yusufu, Yakobo pia akadanganywa na wanawake ya kuwa Yusufu ameuliwa na mnyama mkali.
lakini walimuuza. So Yakobo naye akaamini na kwamba Yusufu amekufa. So this happened in Genesis 37 verse 18. These patterns are very simultaneous. Ni kitu hapo kikaa chini utaona it is happening simultaneously. Nikamwambia there are certain families ambayo wanazika kila mwaka. Huenda wakakufa kwa njia tofauti, wengine magonjwa, wengine wameuawa, wengine ajali, lakini ukiangalia certain times of the year, pengine mwezi fulani anakuwa mgonjwa. My friend here Lennox ilikuwa inafika wakati fulani mwezi wa 6 anakuwa mgonjwa. So hakuna cause, hata ukiangalia kila kwa diagnose shetani atawaacha na sababu mwingine atasema ni malaria ama ni pneumonia, anatoa hizo sababu, lakini mwezi wa 6 this year anagonjeka the same month, ikifika dala here the same month. So these things happen simultaneously. So patterns zinafanyika simultaneously in a family. So leo tunaenda kujifunza kuhusu generational patterns ambazo mwenye nguvu anazitumia kugandamiza familia. So generational patterns, these happens in a family. In that it happens in a family ya kwamba waliotutangulia great grandparents, parents na pia mafikia na watoto. Ukiangalia kwa wale ambao wameolewa, kina mama zetu, ukiangalia mahali umetoka, there is a pattern. Kuna pattern mahali umetoka. Pengine ilimtendekea mama yako, pengine ilimtendekea dada zako, na pia ukiangalia vizuri ilimtendekea wewe kama umekuwa mwangalifu. Na pia ukiangalia mahali umeolewa, familia mume wako, ukiangalia kuna pattern fulani. Pattern pengine ilimtendekea familia ya mume wako, imefikia ndugu zake, na pia imemtendekea mume wako. Hizi patterns za bloodline zinafuata jina. Unapata kuna watoto wanashare jina moja, ni jina ya familia ambao kila mmoja pengine ni jina ya babu ambao walikuwa wamepatiwa. So inafuata jina. Mtu yote ambao amezaliwa na hajapatiwa jina ya babu anaishi vizuri na maisha yake iko sawa, lakini akiitwa jina ya babu kuna tabia tu fulani mpaka asili nasikia wanasema na uko na tabia kama za babu yako. So hizi patterns zinafuata jina, na kuna zile zinafuata damu. Maadamu wewe ni wa hii ukoo, hii pattern lazima ikufuate. That's why unaona wakati wa ukombozi demons zinakataa kutoka, roho za familia zinakataa kutoka, because ziko na legal ground ya kusema ya kwamba huyu ni wetu, huyu ni wa familia hii, huyu ako na damu ya hii familia. So zinafuata jina, ya pili zinafuata damu, ya tatu zinafuata ukoo. Kuna mambo yatafanyikia ukoo yako ambao hayatafanyikia ukoo ya mwingine, zitatendeka kwa ukoo fulani. This thing happen mostly kwa watu wa East Side, Luo, Nyanza na pia kule Western. Unapata ukoo yetu wanasemaga hatufanyaji hivyo, ukoo yetu tunafanyaga hivi. So kuna vitu ambavyo vitatendekea ukoo fulani ama mlango fulani na vile kuita, na kuna wengine haitatendekea ukoo fulani. So inafuata jina, inafuata ukoo na inafuata damu. Na hizi pattern zinaonekana kwa magonjwa. Napata ile magonjwa, nimepatia mfano wa Lennox. Magonjwa ile ina happen at certain season, certain stages and certain times. Kuna zile magonjwa ambazo zinapata mtu akiwa mdogo, ni pattern ambayo ni nguvu anaitumia. Unapata mtoto akiwa mdogo before afike teenager, kuna certain ama specific ugonjwa ambao huo wanapitia. So haitashika mtu akiwa mkubwa, itashika mtu akiwa mdogo. Na zingine utaona pia untimely deaths, vifo ambavyo si vya wakati. Unapata watu wanakufa wakiwa wadogo, hawajaoa. Unapata watu wanakufa at certain stages, seasons and times of the year.
Na hii tunaona katika familia ya Ruth. Ruth chapter 1. Tuweze soma pale katika jina la Yesu. Untimely death. Untimely deaths. Ruth chapter 1. Nasoma from verse 25. Biblia inasema ikawa zamani za waamuzi walipoamua, kulikuwa na njaa katika nchi. Akaondoka mtu mmoja wa Bethlehemu ya Yuda, akaenda kukaa katika nchi ya Moabu, yeye na mkewe na wanawe wawili. So walikuwa wanakaa Bethlehemu ya Yuda, ambao kwa tafsiri yake ni nyumba ya mkate, house of plenty ama house of abundance. Mstari wa 2, na jina la mtu huyu aliitwa Elimeleki, na jina la mkewe aliitwa Naomi, na majina ya wanawe wawili Maloni na Kilioni wa Efrathi wa Bethlehemu ya Yuda. Wakafika katika nchi ya Moabu, wakakaa huko. I believe the other day nilikupatia the meaning of the word Moab. Moab ni mtoto aliyezaliwa kati ya binti na baba. Wana wa Lutu walipokumbuka kwenye Sodoma na Gomora iliharibiwa, na wakaambiwa na malaika before Sodoma na Gomora iliharibiwa, wakaambiwa endeni, na wakaenda. Na nchi ambao walienda hakukuwa na watu, maana walienda Zoari. Kule Zoari hakukuwa na watu. So binti za Lutu wakasemezana kwamba tutakufa bila kuachia baba yetu uzao. Wakasemezana wampatie mvinyo alewe, nao wakalala na yeye. Mkubwa akalala na baba yake akazaa Moa, wa pili akalala na baba yake akazaa Amo. Na Leviticus inasema amelaaniwa yote atakayefanya ngono na a relative. So hii ilikuwa imelaaniwa, na wametoka Bethlehem wameenda Moa. Mstari wa 3, akafa Elimeleki mumewe Naomi, na yule mwanamke akasalia mjane na wanawe wawili, nao wakaoa katika wanawake wa Moabu, na jina la mmoja aliitwa Orpa, na jina la wa pili aliitwa Ruthu. Wakakaa huko yapata miaka 10. Wakafa Maloni na Kilioni wote wawili, na huyo mwanamke Naomi akawa amefiwa na wanawe wawili na mumewe pia. So unaona pate kadogo kwa hii familia akule Moabu. Remember, wakiwa Bethlehemu ya Yuda they were living well. Japokuwa kuna njaa, but they were living well. Lakini walipofika Moabu, unaona Elimeleki akakufa akaacha Naomi. Alafu Malon na Kilioni wakaoa Ruth na Orpa. Yapita miaka 10, Malon na Kilioni wakafa, wakaacha Naomi akiwa mjane na ana watoto. Wakaacha Orpa na Naomi na Ruth wakiwa wajane. So the pattern ambayo inatendekea watu kule Moa ni kuwa wewe kijana, kama haujaoa utaishi vizuri na utaishi siku zote. Kama wewe ni kijana hujaoa utaishi siku zote. Pattern ambayo ilikuwa kule Moa. Lakini kama wewe ni kijana uoe, utakufa na utaacha wajane. So pattern ni ukioa unakufa kama wewe ni kijana, na kama wewe ni msichana usipoolewa utaishi vizuri, na ukiolewa mume wako atakufa na utabaki mjane. These are pattern ya untimely deaths ambazo the strong man anatumia. Remember, imepita miaka mingi sana tangu Lutu kuzaa na wasichana wake, lakini the strong man akutu pale kuhakikisha ya kuwa hii pattern itaendelea kwa yeyote atakayeenda maeneo hayo katika jina la Yesu. Nilikwambia strong man's territory. Anatawala maeneo. Strong man anatawala maeneo. So kuna vitu vitakutendekea Kericho kwa sababu uko Kericho, because controlling spirit ya malapani. Nilikwambia ya kuwa kuna roho ambazo zinatawala, especially roho ya Laimo. Inatawala, ina regulate finances za watu wa Mungu katika mji wa Kericho. So unapata ukiwa hapa uta experience ugumu katika biashara. Lazima usimame na mpaka biashara yako ni break. Ukitoka hapo ukienda Endole utapata wanabiashara wa kule wana experience kitu tofauti, kwa sababu the strong man wa hapa na wako ni tofauti. So kuna vitu utapitia kibiashara, kindoa, kikazi, kimaisha kwa sababu ya mahali huko.
Pengine ukiambia hii plot kuna shida ambazo unapitia, ukitoka hapo kwenda nyingine, ile shida imekoma ni nyingine tofauti ambayo utapitia kule katika jina la Yesu. So hizi patterns zinaonekana katika sickness, untimely deaths, marital delays. Watu wanachelewa kuoa, watu wanachelewa kuolewa, accidental occurrences, na pia delays katika kuzaa. Acha tuangalie delays katika kuzaa. Kwa familia hii walipitia katika jina la Yesu. Genesis chapter 11 verse 30. Genesis chapter 11 verse 30. Hizi remember nilikwambia familia ya Abrahamu ni watu ambao walikuwa wakiongea na Mungu, si kupitia manabii, si kupitia wachungaji, bali Mungu alikuwa anaongea na wao moja kwa moja. Lakini kuna patterns ambazo walikuwa wakizipitia ambazo zilikuwa sawa. Kuna strong man ambao alikuwa katika hii familia. Genesis chapter 11 verse 30. Bible inasema na Sara alikuwa tasa, hakuwa na mtoto. Tena akamtoa Abrahamu na wanawe. So before hapo tumesoma verse 30 ya kwamba Sara alikuwa tasa, hakuwa na mtoto. Tuende Genesis chapter 21 verse 1 and 2. Genesis 21 1 and 2. Bwana akamjia Sara kama alivyonena, na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Sara akapata mimba, akamzalia Ibrahimu mwana wa kiume katika uzee wake. So tunaona pattern ambayo nyingine katika hii familia ya mtumishi wa Mungu Abrahamu ni kwamba walikuwa na delay ya kuzaa. Katika usichana wao hawazai, lakini wanazaa katika uzeeni wao. So tumeona 11:30 Genesis ya kwamba Sara was barren. Na 21:1 to 2 Mungu akamtembelea Sara naye akazaa katika uzee wake. Genesis chapter 25. Genesis 25 verse 20 to 21. Hizi pattern ni simultaneous. The word simultaneous inamaanisha vile ilitendekea ndivyo inatendekea. So hii tunaongea kuhusu mwanawe Ibrahimu, mwanawe wa agano ambao ni Isaka na mke wake Rebeka. Genesis 25 verse 20 to 21. Isaka akawa mwenye 140 aliyemtoa Rebeka binti Bethueli Mshami wa Padan Aramu, ndugu wa Labani Mshami, kuwa mkewe. Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa. Do you see the pattern is happening simultaneously? Sarah was barren, na Mungu akawapatia mtoto wa agano kule mwisho katika uzee wao. Na pia tunaona the same pattern imemtendekea Rebeka na Isaac, na kwamba Rebeka alikuwa tasa na Isaac akazaa akiwa 140, 140 years. Genesis chapter 29. Genesis chapter 29 verse 31 tunasoma pale. Hii sasa ni the third generation. Mtu ambaye amepigana na malaika mpaka Mungu akabadilisha jina lake, Jacob. Bible inasema Genesis 29 verse 31. Genesis 29:31. Bwana akaona ya kuwa Lea hakupendwa, naye akafunga tumbo lake Raheli, alikuwa hazai. So ni Mungu alifanya Mungu alifanya Raheli asiweze kuzaa. Kwa sababu Jacob alipenda Rachel, hakupenda Lea. Lea akazaa, na Mungu akafunga tumbo yake na tumbo yake Rachel. Tusome Genesis chapter 30. Genesis chapter 30 verse 22. Genesis 30:22. Bible inasema Mungu akamkumbuka Raheli, Mungu akamsikia, akamfungua tumbo. So remember the reason as to why Jacob alipenda Joseph sana ni kwa sababu Joseph alizaliwa uzeeni wake, alimzaa akiwa mzee. Abraham alizaa akiwa mzee. Isaac amezaa akiwa 140. Jacob naye anazaa Joseph akiwa amezeeka, ndio maana alipenda Yusufu.
So hii familia wako na a strong man wa kusababisha dini katika uzazi. Yaani mtaoa mkiwa wadogo, mkiwa vijana, lakini mtapata watoto mkiwa wazee. Hii ni pattern ambayo imetendekea watu wa Mungu, familia ambao wanaongea na Mungu moja kwa moja katika jina la Yesu. Tuweze kuangalia pattern nyingine alafu tutasimama kuomba. Genesis chapter 11 verse 27 to 32. Genesis 11. In interesting sana. There was a day tulikuwa tunafanya Bible study na Pastor Mary, tukajifunza kuhusu hii familia ya Ibrahimu. Kabla before Ibrahimu aitwe, kuna pattern ilikuwa kwao. Genesis 11:27 to 32. Bible inasema, na hivi ndivyo vizazi vya Tera. Kumbuka Tera ni babake Ibrahimu. Tera akamzaa Abrahamu na akamzaa Nahori na akamzaa Harani. So Abraham alikuwa na ndugu anaitwa Nahor na Haran. Harani akafa kabla ya baba yake Tera. So kuna pattern katika jina inafuata jina. Nilikwambia kuna patterns zinafuata jina. Ukiita mtoto jina ya babu, kuna tabia zinamfuata mtoto. So Haran, chukua hiyo jina Haran. Haran akafa kabla ya baba yake Tera katika nchi aliyozaliwa, yani katika Uru wa Wakaldayo. Mstari 29. Abrahamu na Nahori wakajitwalia wake. Jina la mke wake Abrahamu aliitwa Sarai. Jina lake mkewe Nahori aliitwa Milka, binti wa Harani. So Milka binti wa Harani, ambaye alikuwa baba wa Milka na wa Iska. Mstari wa 30. Na Sara alikuwa tasa, hakuwa na mtoto. 31. Tera akamtoa Abrahamu mwanawe na Lutu mwana wa Harani, mwana wa mwanawe, na Sara mkwewe, mke wa Abrahamu mwanawe. Wakatoka wote katika Uru wa Wakaldayo, wakaenda nchi ya Kanaani, wakafika mpaka Harani. So remember, Haran was the son of Tera. Na wakati Haran alikufa, Tera akachukua Abraham na mke wake Sara, akachukua Nahor na mke wake Milka, na akachukua Lut, kwa sababu baba ya Lut alikufa anaitwa Haran. Wakatoka nchi ya Wakaldayo, Ur of the Chaldeans, wakaelekea Kanaani. Na walipofika Kanaani wakakaa mahali inaitwa Haran. Jina Haran. Siku za Tera zilikuwa 205. Tera akafa Harani. Do you see the pattern ambayo inafuata jina? Unaona pattern inafuata jina. The name Haran. Kwa sababu the name Haran, hiyo pattern ni baba anakufa anaacha watoto. Remember, Haran amekufa akaacha Lot. Na pia Tera anakufa anaacha Abraham na anaacha Nahor. So hii pattern inafuata jina ya kwamba baba anakufa anaacha watoto. Na tumeona katika kitabu cha Ruth, walipofika Moa, kijana usipooa unaishi miaka zako vizuri, lakini ukioa unakufa, unaacha mjane katika jina la Yesu. Nataka tukaweze omba na Jeremiah chapter 31 verse 29. Jeremiah 31:29 ndio nataka tuombe nayo katika jina la Yesu. Hizi pattern za kufuata jina lazima zikome katika jina la Yesu. Haijalishi watelekea wangapi imefika kwetu, haitawapita zaidi ya hapa. Biblia inasema siku zile hawatasema tena ya kuwa baba za watu wamekula zabibu kali, na meno ya watoto wao yamekuwa ganzi. English inasema, in those days they shall say no more, the fathers have eaten a sour grape and the children's teeth are set on edge. Hii inamaanisha ya kwamba unajua Mungu alitumia hii proverb kumaanisha, alikuwa anaongelesha wale wana Israeli waliochukuliwa mateka, ya kuwa kimefanya mkachukuliwa mateka. Remember Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego walikuwa vijana walichukuliwa na Nebukadnezar. Haikuwa dhambi yao ambayo ilifanya wachukuliwe, ni dhambi za their ancestors. So Mungu anasema ya kwamba hawatatumia tena this kind of proverb, ya kuwa baba alifanya makosa na si anapata
kichapo kinamjia mwanawe. Unapata vitu ambavyo vinatendekea, these kinds of problems ambazo zinatupata sisi, si kwa sababu ya matendo yetu, ni kwa sababu ya wale waliotangulia walimkosea Mungu, lakini kichapo hakikuwapata hao, imetupata sisi. So ndio inatumia proverb ikisema ya kuwa wazazi wamekula zabibu iliyo kali na meno ya watoto wao ndio imeshika ganzi. Tuweze soma Deuteronomy 24:16 alafu tusimame kwa miguu yetu tuombe, then tutamkaribisha Baba. Deuteronomy chapter 24 verse 16. Kumbukumbu la Torati 24:16 Biblia inasema mahaba wasiuawe kwa ajili, mababa wasiuawe kwa ajili ya watoto wao, wala watoto wasiuawe kwa ajili ya baba zao. Kila mtu na uawe kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe. Ina ungemu usizopanda za kufuata. Ikiwa walifanya makosa, kichapo kiwe juu yao, haitawafikia wana. So kama baba hakuenenda kwa njia za Mungu, kichapo hakitamjia mtoto. Kila mtu na apate thawabu ya matendo yake. Ndio Biblia inajaribu kusema. Simama kwa miguu yako katika jina la Yesu tuweze kuomba, alafu tukaribishe Baba. Weka mkono wako juu, sema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, asubuhi ya leo nimetambua ya kuwa mwenye nguvu anatumia patterns kugandamiza familia yetu, kufinyilia familia yetu. Imeandikwa katika kitabu cha Yeremia ya kuwa mababa wamekula zabibu kali na meno ya watoto wao ndio imeshika ganzi. Lakini Mungu wangu umesema katika Kumbukumbu la Torati 24:16 ya kuwa watoto hawataadhibiwa kwa sababu ya makosa ya baba zao. Nasimama na kutangaza kila pattern yoyote ya kufuata jina, ya kufuata ukoo, ya kufuata damu ambao mwenye nguvu anatumia kugandamiza familia yangu, natangaza ilitendekea baba, ikamtendekea babu, na sasa imefika kwangu. Natangaza haitapita hapa, haitaenda zaidi. Kwa dakika moja fungua kinywa chako, tangaza hii pattern, I end this knowledge, I end this demonic pattern. Haitapita hapa kwa jina la Yesu. Haijalishi imetendekea babu, haijalishi imetendekea baba, haijalishi imetendekea ndugu zangu na dada zangu. Natangaza ninakataa kulipa gharama na mimi sikulifanya. Nakataa kulipa deni ambao sikuchukua kwa jina la Yesu. Ile pattern haitaenda zaidi. I end it kwa jina la Yesu. Nainyamazisha. Bible inasema Nahum chapter 1 verse 9 ya kuwa Bwana utakomesha na mabaya haitainuka tena mara ya pili. Natangaza ninakomesha hizi pattern, nazikomesha katika jina la Yesu Kristo. Weka mkono na usema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bible inasema ya kuwa siwezi nikaingia kwa nyumba ya mwenye nguvu nikatoka mali yako pasipo kumfunga kwanza. Bible inasema katika Luka 11:21 ya kuwa mwenye nguvu aliye na silaha vyombo vyake viko salama, lakini ikiwa mwenye nguvu zaidi ya yule mwenye nguvu akimshinda, ndipo utakapoteka mali yako. Natangaza ninakushinda mwenye nguvu, nakushinda kwa jina la Yesu. Mwenye nguvu unayetawala katika mchato hicho, unayetawala biashara, unayetawala ndoa, unayetawala familia, unayetawala ukoo, unayetawala afya, natangaza na kushinda. I bind you, I bind you, I bind you. Na kufunga kwa jina la Yesu. And I restore thy goods, I restore thy goods, I plunder your house, I spoil your house. Natangaza na kufunga mwenye nguvu, na ninapeka mali yako kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sema amina. Tukutane katika mkesha wa Friday siku ya leo jioni. Tutakuwa tukiendelea na maombi hiyo katika jina la Yesu. Weka mkono pamoja tunapomkaribisha Baba katika jina la Yesu. Tupatie mtumishi wa Mungu makofi mazuri. Naweza keti chini tunapomalizia katika jina la Yesu.
Jina la Bwana litukuzwe kwa wiki nzima ambao tumekuwa na kipindi hiko cha baraka sana katika jina la Yesu. Kumbuka ujiandae wiki hiyo nyingine ambayo inakuja, tutakuwa na ile maombi yetu ya wiki nzima. Kwa hivyo jiandae na mapema, kwa sababu unahitaji kuchukua muda mzuri wa kuomba, kuombea mambo yako katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu hai. So ni vizuri kwa wewe kujua ni nini hii iko na nguvu katika maisha yako. Who is the strong man in your life? Who is the strong man in your life? Kumbuka ya kwamba madeni inaweza ikakuwa ni the strong man in your life. And the strong man controls everything in your life. Anything ambayo iko na nguvu kwa maisha yako na si vizuri, hiyo ndio strong man tunaongea. A curse can be a strong man. Any problem ambayo ina control your family is the strong man. Bwana asifiwe sana. Wengine your strong man ni magonjwa, kwa sababu imekuwa very strong in your life, very strong in your family. That's a strong man, and you need to deal with the strong man in your life. Ni nini hii imekuwa mwenye nguvu kwa maisha yako? Ni nini hii imekuwa mwenye nguvu kwa biashara yako? Madeni inaweza kuwa mwenye nguvu. Hasara inaweza kuwa ndio mwenye nguvu kwa maisha yako. Hiyo ndio imechukua ushukani, ndio inatawala. Hiyo ndio ina nguvu sana kwa maisha yako. Mpaka uifunge. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka uishinde, uifunge, ndio uchukue faida yako. Bwana Yesu asifiwe. So jioni ya leo na kukaribisha katika jina la Yesu. Tutakuwa na kipindi cha kubind the strong man in my life. Bwana Yesu asifiwe. Anything that is against your life, anything that is strong in your life, we want to bind that thing today in the mighty name of Jesus, ili ukaweze kuchukua vitu vyako. Ukibind madeni na hasara, utachukua faida yako. Bwana Yesu asifiwe. Utachukua faida yako, maana maandiko yanasema mpaka umfunge mwenye nguvu ndio uweze kuchukua vitu vyako. Ni nini imekuwa mwenye nguvu kwa maisha yako inakuzuilia kuchukua vitu vyako? Hivyo ndio tunasema there are evil forces ambazo ndio zinakufanya usichukue vitu vyako. Jioni ya leo nakukaribisha tukaweze kuungana pamoja, tukuwe na kipindi kizuri cha kuweza kufunga yeyote chochote kilicho na nguvu ambayo iko kinyume na wewe, ili tukaweze kuendelea vizuri katika jina la Yesu. Mpaka hapo tunamshukuru Mungu sana katika jina la Yesu Kristo, na tunamtukuza Mungu kwa wiki mzima ya kuweza kupatikana katika kipindi hiki. Tunasema asante katika jina la Yesu. Kwa nyinyi ambao mmekuwa mkitutazama kwa mitandao, tunasema mbarikiwe sana. Tuendelee pamoja katika jina la Yesu. Na pia nichukue nafasi ya kukukaribisha katika ibada zetu za Jumapili. Tutakuwa na ibada ya back to school prayer service. Tutakuwa tukifanya declaration prayers kwa watoto wetu. Tutakuwa tukiwaongelesha, tuliongeleshwa kuhusu curses. Tutakuwa tuna speak blessings. Bwana asifiwe. Tutakuwa tukiongea maneno iliyo na nguvu ya kufanikisha watoto wetu. Baraba aliachiliwa kwa sababu ya maneno ya watu. Amen. Yesu awekwe ndani, Baraba aachiliwe. Maneno ya watu. Bwana asifiwe sana. Tunataka kuongelesha watoto wetu maneno ya kuwawezesha kuelewa mwalimu darasani, maneno ya kuwawezesha kushinda kila nguvu za giza kule shuleni katika jina la Yesu. Kwa hivyo karibu katika jina la Yesu. Watoto wetu watakuja wakiwa wamevaa sare za shule na itakuwa ya baraka. Simama juu kwa miguu yako tunapomalizia ibada zetu za leo katika jina la Yesu. Kama hujashare video hii, ninaomba ukaweze kuchukua nafasi ya kuweza kushare ili ukaweze kukua baraka kwa wengine katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu hai. Pengine ungelipenda kuweza kupatikana katika ibada zetu hapa kanisani. Kanisa la Winners Celebration Center linapatikana Kericho Town, nyuma ya Shiblen Supermarket, kwa uwanja wa Soweto Grading School. Kija pale utapata jengo kubwa limejengwa na vioo. Hapo ndipo tunakutana kwa ajili ya ushirika wa Mungu katika jina la Yesu. Ni mimi wako Apostle P.M. Simiyu.
Voice of Fire, umebarikiwa katika jina la Yesu. Amen, 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 amen. Pigia Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu Kristo, Bwana wa mbali hai. Tunabarikiwa sana kuwa pamoja na wewe, hatuchukui kualika